Mpira wa miguu ni mchezo unaounganisha dunia na mataifa yote ulimwenguni, lakini nyuma ya shangwe za mabao na vikombe kuna kivuli ambacho kimekuwa kivuruga soka kwa miongo kadhaa, yaani ubaguzi wa rangi. Wachezaji wengi wamekumbana na sakata hili ambalo linachafua mchezo wa soka ulimwenguni. Wachezaji wamekuwa wakifanya vitendo kama vile kutupiwa maganda ya ndizi, kuitwa majina ya dhihaka na mara nyingine kuitwa nyani, kupigwa kelele za kejeli licha ya kuonesha viwango bora wakiwa uwanjani, hali inayoharibu mchezo wa soka duniani. Baadhi ya matukio yaliyowakumba wachezaji kama vile Didier Drogba, alikuwa nyota mkubwa pale Chelsea Football Club. Katika safari yake ya soka aliwahi kukumbana matukio ya ubaguzi wa rangi katika baadhi ya safari ya ligi za mabingwa na mashabiki wa timu pinzani waliotoa sauti za kibaguzi. Nisungumze bila ya kuwa na ushahidi, na haya ni baadhi ya matukio yaliyowakumba wachezaji kama vile Didier Drogba, aliyekuwa nyota mkubwa pale Chelsea Football Club. Katika safari yake ya soka aliwahi kukumbana matukio ya ubaguzi katika baadhi ya safari za ligi ya mabingwa. Mashabiki wa timu pinzani walitoa sauti za kibaguzi dhidi yake. Drogba mwenyewe aliwahi kukiri kuwa ubaguzi ni jambo alilokutana nalo mara kadhaa katika maisha yake ya soka Ulaya. Mario Balotelli akichezea Italy ni miongoni mwa wachezaji waliokumbana sana na ubaguzi mwaka 2013 akiwa na AS Milan. Mashabiki walitoa sauti za nyani dhidi yake. Mwaka 2019 akiwa na Hellas Verona alipiga mpira kuelekea kwa mashabiki waliokuwa wakimkashifu kwa maneno ya kibaguzi. Katika miaka ya hivi karibuni dunia inashuhudia Vinicius Junior Brazil anayechezea Real Madrid katika miaka ya hivi karibuni akipitia unyanyasaji wa ubaguzi wa rangi mara kadhaa. Mfano mzuri katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, amekuwa akibaguliwa dhidi ya wachezaji na mashabiki wa timu pinzani. Lakini matukio haya bado yanaripotiwa kila msimu katika ligi kuu za Ulaya, licha ya kuwa kila mpenda soka duniani ana wajibu wa kupinga matukio haya. Lakini kwa nini matukio haya bado yanaendelea licha ya kudhibitiwa mara kadhaa? Kufuatia matukio haya yanavyozidi kuleta taswira mbaya katika ulimwengu wa soka, ukosefu wa wakilishi wa watu kutoka mataifa tofauti katika nafasi za juu za uongozi wa klabu na mashirikisho ya soka duniani kuwa ni miongoni mwa sababu kubwa zinazofanya kukithiri kwa matukio ya kibaguzi katika soka, adhabu ambazo baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa si kali vya kutosha kudhibiti na kumalizika kwa matukio hayo. Matukio haya yamekuwa na athari kubwa kwa wachezaji ambao hujitoa kwa kiasi kikubwa kuleta mafanikio ya vilabu duniani na furaha kwa mashabiki kwa kuonesha uwezo na vipaji vyao wakiwa uwanjani. Lakini ubaguzi ni mshahara mbaya sana ambao baadhi ya wachezaji hulipwa baada ya kufanya makubwa. Wachezaji wanakosa moyo wa kujituma kufuatia kubaguliwa, haswa pale wanapovuja jasho, hupunguza heshima ya ligi. Kufuatia matukio hayo katika ligi kama vile Uingereza, La Liga, Uhispania, Syria, Italy ambako ubaguzi umeripotiwa kutokea zaidi, hali inayokatisha tamaa kwa wachezaji wenye ndoto kubwa na vipaji vikubwa vya soka duniani, hususan wachezaji wenye rangi nyeusi kuonesha ubora wao barani Ulaya. Fanya vijana wa Kiafrika kuhofia kucheza katika mazingira fulani. FIFA na UEFA wana sera ya zero tolerance. Mwamuzi ana mamlaka ya kusimamisha mechi, kusitisha mechi kwa muda, kuahirisha kabisa mechi, na klabu zinaweza kuadhibiwa kwa faini ya kufungiwa uwanja au kupokonywa alama. Lakini nini kifanyike? Adhabu kali zaidi, inawezekana kupokonywa pointi moja kwa moja, kufungiwa kushiriki ligi husika, kushushwa daraja kubwa zaidi, elimu ya muda mrefu kwa mashabiki na kampeni za kupinga ubaguzi wa rangi ni silaha kubwa dhidi ya matukio haya. Kuanzia kwa Didier Drogba hadi kwa Vinicius Junior, historia inaonyesha kuwa ubaguzi wa rangi si simulizi ya zamani, ni changamoto ya jana na leo, na jitihada zinahitajika kuiandaa kesho bora ya usawa na umoja. Bila kujali tofauti zetu za rangi, duniani itashuhudia vipaji vingi zaidi na burudani ya kimataifa.
Extra Time itaendelea kuwa chimbuko la maarifa ya soka duniani, ikiletea madini yasiyopatikana kwenye migodi yoyote hapa ulimwenguni. Mimi ni David Chamani, msimuliaji makala hii. Hadi wakati mwingine.